Karibu sana kwenye Kweli Yote TV kwa mara nyingine kwa ajili ya kufundishwa na kuelekezwa na yeye kwenye ile majira timilifu na mwaka timilifu uliobeba siku ya mwisho ya watu wote bila imani, bila ubaguzi wa aina yoyote. Kwa hiyo kabla ya yote tushukuru. Baba mwema mzuri, tunakuinua, tunakushukuru kwa sababu ni wewe unainua nguvu ya chuo chako na kuendelea kutufundisha kupitia Kweli Yote TV. Ni kwa ajili ya kuwakusanya, ni kwa ajili ya kutufundisha sisi sote, watu wote. Ndio maana unatuelekeza kwa furaha, unatuelekeza kwa amani, ili Baba wote tujue yale ambayo yalikuwa yamejificha nyuma, ambayo tulikuwa tuyajue. Sasa tupo kwa ajili ya kupokea yale mema na mazuri imetokea. Karibu kiongozi, karibu ambaye kwa ajili ya usiye kiongozi, mdogo kwa mkubwa, wa imani zote, mweupe, mweusi, mwekundu. Kwa hiyo karibu sana kwenye chuo ambacho sasa kinarushwa kwenye kupitia Kweli Yote TV. Kabla yote, kwanza ni kufuta nguvu ya midomo na kinywa, kwa sababu midomo ndio nguvu ya utendaji wote ambao tulikuwa tunataka utokee, na kila mmoja alikuwa anatakiwa awe kama utimilifu, kama vile Mwanzo 2 inavyotamka kwamba Adam akaletewa kabla ya anguko, aliletewa kitu kinachoitwa wanyama na kila kitu ili aone atawahitaji. Tunaona Mwanzo 2:19, yeye Baba akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama msituni na kila ndege angani, akamletea Adam ili aone atawahitaji. Kwa hiyo kinywa ndio Mungu, kwa hiyo kinaumba mabaya na kinaumba mazuri. Kwa hiyo kile kitendo, kinywa ndio muumba, lakini muumbaji ni kile kitendo unachotamka. Kwa hiyo tunaona hapa ndio maana analetewa, kwa sababu ni pati ya uumbaji wa Baba. Kwa hiyo tunaona hicho ndicho kinachosimama kwa ajili ya kupiga juu ya nchi uharibifu. Tunaona kwenye Isaya 11 ule mstari wa 4, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye ataonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake na kwa pumzi ya kinywa chake atawaua wabaya, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake. Tunaona hapo kwamba utendaji utakaosimama ni kwa ajili ya hiki unachokisikia, kwa sababu kimebeba nguvu ya kweli yote. Hata Ufunuo 19 tunaona na yenyewe 19 ule mstari wa 14 wa 15, na upanga mkali utoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, na atakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya yeye Baba, naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paji lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ambaye ndiye kweli yote. Kwa hiyo tunaona hicho sasa kwa ajili ya sisi sasa ambao tupo kwenye nguvu ya uumbaji huu, watu wote. Ina maana kile kinywa cha mabaya lazima kiondoke sasa hivi, alafu ndio tupate nafasi ya kuingia direct kwa ajili ya leo. Tunaona hapa kwenye Isaya Isaya 6 ule mstari wa 5, ndipo niliposema ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami nakaa kati ya watu wenye midomo michafu. Naye Baba nimemwona mfalme wa ufalme. Kisha mmoja wa mserafu akaluka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa matoleo toka juu ya mahali ambapo yeye anapotamkia. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili nimekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa na dhambi. Kwa hiyo hapa sasa ina maana hata kama tulikuwa tumeharibika, yeye Baba amesema sisi amesamehe. Kwa hiyo sasa ina maana kwa uhalisia juu ya nchi, yeye sasa anatakiwa sisi
tulipendi, kama anavyotufundisha kwamba ibada sasa hivi zote tulizokuwa tunategemea na kuzifahamu kwamba zilikuwa ibada za miti, za mawe, ibada za watu waliokufa ambao walikuwa wanatumika bila sisi kujua, na ibada ambayo ni kwa ajili ya ishara, miujiza, kwa sababu hizo ni za udanganyifu ambazo mifumo yake sasa hivi, kwa sababu ndio anafuta kazi zote za manabii juu ya nchi, ambao tayari kama vile Ezekieli 13 inasema hivyo. Kwa tunaona kinywa ambacho ndicho mamlaka, lazima tusimame sisi na leo tutubu kwa ajili ya vinywa tulivyonena yale machukizo. Misali 18:20, tumbo la mtu litajazwa na matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa sisi, kwa sababu tulikuwa watawala, tulikuwa tunatakiwa juu ya nchi tuwe tunatamka ambayo ni mema na mazuri kwa ajili ya ufalme wake, lakini kwa sababu ya mafundisho tulitukuza sana nguvu ya watu na vitu. Kwa hiyo ndio maana unaona uumbaji wote ulikuwa unalia, vitu vyote, kwa sababu kitu kilichopelekwa utumwani ni yule ambaye ni uumbaji huu ndio ulipokabidhiwa, na sisi tukawemo humo ndani. Kwa hiyo tukawa sasa, Babeli anatumia mfumo anaotaka, wachawi wanatumia wanyama, ndege, wanatumia kila kitu, kwa sababu ili wamcontrol mtu, anajua mwezi, vyote hivi vilikuwa vina. Lakini kwa sababu baba baada ya kumwacha Adam, kwa sababu tayari alikuwa anajua kwamba yeye ndio mmiliki, kwa hiyo hata akiachana naye ina maana atatawala. Sasa baba kwa sababu alikuwa anajua kwamba huyu ameshakuwa jeuri, kwa hiyo ni lazima uumbaji wote ni mnyang'anye, ni upeleke kwa mtu mwingine, adui. Kwa tunaona sasa hapa ile Yeremia ile Misali 6, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sasa basi mwanangu, fanya hivi ukajiokoe. Kwa hiyo kwa majira hii fupi, kila mmoja pale alipo basi amwambie baba, mimi nipo mbele zako kwa wakati huu kwenye Kweli Yote TV, basi unisamehe kwa yale maneno mabaya niliyokuwa na nena, niliyokuwa na tamka, niliyokuwa na sifu mila, nilikuwa na sifu miungu, na sifu miti, na sifu kwa ajili ya watu waliolala. Unisamehe kwa sababu kinywa ndio kilikuwa utukufu. Akawa anasema kwenye Hosea hapa, alafu twende kwenye hilo jambo. Ile Hosea 2 ule mstari wa 16, tena siku hiyo itakuwa, asema yeye, utaniita Ishi, wala hutaniita tena Bahari, kwa maana nitayaondoa majina ya mabahari kinywani mwako, wala hayatatajwa tena kwa majina yangu. Kwa hiyo alikuwa anasema hivyo ili wakati wa uumbaji wa kutawala siku ya utimilifu wa majira ya kweli na mwaka wa kweli wenye nguvu ya miezi 9, ina maana wote sasa tuwe kwenye nguvu ya kutamka yale mema. Kwa hiyo tuliwasifu miungu, tulisifu mila zetu, tulisifu kabila zetu, tulisifu aina mbali, hatukumsifu kweli yote. Kwa hiyo hapo lipo basi, nenda mbele za baba umwambie jambo kwa ajili ya kukusamehe, kwa ajili ya kufuta hicho kinywa kibaya ambacho tulikuwa nacho, weupe weusi wekundu wote, vinywa vyetu vilikuwa vibaya, vimechafuka. Sasa anaondoa hicho kinywa na kukupa kinywa ambacho ni cha kutamka yale mema. Basi sema na baba. Baba mwema mzuri, kwa ajili ya uumbaji wako huu, tupo mbele mahali hapa kwa ajili ya utukufu, mahali pa Kweli Yote TV, kwa maana sasa wewe mwenyewe umeachilia nguvu ya toba ya kweli yote kwa ajili ya utimilifu kwa weupe weusi wekundu wote, kwa maana leo vile vinywa vibaya vichafu vilivyokuwa vinanena machukizo, vinanena kwa ajili ya uharibifu, ambavyo vimetumia uharibifu, vimelewa, vimetumika kila mahali kwa uchafu. Leo hii uumbaji wako wote wewe mwenyewe unakikata hicho kinywa kwetu, na huo midomo unafutilia mbali kabisa, na leo rasmi unatupa kile kinywa cha Kweli Yote kwa utukufu wako wewe mwenyewe. Imetokea.
Kwa hiyo karibu kwa ajili ya leo. Yeye Baba amefuta hicho kinywa kichafu na midomo michafu kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kama vile walivyokuwa natunenea hawa jamaa, hawatatunenea tena. Kwa hiyo pale ulipo inabidi kumshukuru Baba kwamba hautanenewa tena mabaya na wabaya, kwa sababu vinywa vyao vimekatwa. Hapa kwenye Yeremia 18:18 hawatakupiga kwa mambo yao haya, na uumbaji hautapigwa, na wachawi, washirikina, mafrimasoni, maluminati, wote hawatapiga. Hawatakupiga wewe na watoto wako. Yeremia 18:18. Ndipo waliposema njoni na tufanye mashauri juu ya huyo mwenye haki, maana sheria haitampotea kwani, wala shauri halitampotea mwenye hekima, wala neno halitampotea nabii. Ndio maana neno limefutwa. Njoni na tumpige kwa ndimi zetu, wala tusiangalie maneno yake yoyote. Kwa hiyo walikuwa natupiga kwa sababu sisi wenyewe vinywa vyetu vilikuwa vimeharibika. Kwa hiyo usitamke mabaya tena kwa mwingine. Ndio maana akasema kwenye Misali 3:29, usimwazie mtu mabaya ndani yako ukajiona uko salama. Kwa hiyo leo Baba, kila mmoja na kila kitu kumpokea Baba ambaye ni kweli yote na Mama ambaye ni majira ya kweli yote. Kwa nini leo yeye afanye sisi tumpokee? Tunampokea kwa sababu nguvu ya sisi majira zote tulikuwa tunatakiwa tuwe na Baba na tuwe na Mama, lakini hatukumjua. Kwa hiyo kanuni ya Mama ndio mti wa uzima. Yaani mfumo wa kuishi maisha yetu. Huo ndio uko kwenye Mwanzo ambao tulikuwa tunatakiwa kutumia kama ibada, kama nguvu ya kushinda kila eneo. Mwanzo 3:20. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Huu ndio mti wa uzima. Yaani wenye majira, wiki na siku 7, mwezi una wiki 4. Kwa hiyo 7 mara 4 28. Na mwaka una miezi 9. Kwa hiyo creation ya uumbaji ya mtawala juu ya nchi ina miezi 9. Mwaka wenye miezi 12 hauzai. Ni chombo ambacho kilikuwa kimewekwa ile nguvu ya Yerusalemu ya kwanza, ndio wakawa tunaishi humo, lakini ile nguvu ya Yerusalemu hiyo ilichafuka. Ndio maana unaona kuna ibada ya jua, ibada ya mwezi, ibada ya miti, ibada ya mawe, ibada ya wale waliolala. Huko ibada ipo, lakini kwenye mfumo wake huu aliosema kwenye Ezekieli 43:1-9 anasema hawatutalinaji tena jina lako. Kwa hiyo tunaona huyo ndiye Mama, na ndiye kwenye Misali ile 30 anaonekana kama mama ambaye unauona wewe kwa mfumo unauona kama tarehe 28 za kina mama, lakini ni mfumo wa baba huo. Ndio unaohifadhi mtu na kuhifadhi vitu juu ya nchi. Ndio maana unaona wamama walikuwa na nguvu. Misali ile 31:10. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Aliitwa kama mke hapa, lakini sio hivyo. Maana kima chake itapita kima cha maridadi. Moyo wa mumewe umwamini, wala hata kosa kupata mapato. Sio hivyo, ni ile nguvu ya system iliyoko ndani yake. Umtendea mema wala sio mabaya siku zote za maisha yake. Utafuta sufi na kitani, ufanya kazi yake ya mikono kwa moyo. Afanana na merikebu ya biashara, huleta chakula chake kutoka mbali, tena huamka kabla haujaisha usiku. Huwapa watu wa nyumbani chakula, na wajakazi wake sehemu ya mazao. Huangalia shamba akalinunua kwa mapato yake. Hujifunga nguvu ving'oni, hutia mikono. Huona kama bidhaa yake ina faida. Taa yake haizimiki usiku. Kwa hiyo yeye hana
usiku wala mchana, ndio maana ni mfumo. Sasa leo ina maana wale baba photocopy na mama photocopy juu ya nchi wanafutwa na wamefutwa. Sasa tuone kila ambacho, kwa nini tumpokee na ina faida gani? Faida kubwa ya kuwa kwenye hiyo mfumo wa baba ambaye ni kweli yote na mama ambaye ndiyo mfumo system ya maisha yetu juu ya nchi. Kwanza kabisa ni kuwa na nguvu ya kutunza. Hilo ndio lilikuwa kusudi la kwanza, kama vile alivyosema kwenye Mwanzo 2:15. Yeye baba akamtoa mtu huyo akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Hiyo ndio mamlaka ya Mwanzo 1:26. Yeye baba akasema na tumfanye mtu kwa sura yake, wakatawale uumbaji. Hiyo ndio kuwa pamoja na wakati huo, kabla hatujaachana naye baba. Kwa hiyo hapo sasa ndio kila mmoja alikuwa sasa ana baba, ijapokuwa tunataja baba hivi, lakini alikuwa kwenye nguvu ya kutoonekana sana, lakini ule mfumo ni ule maelekezo ya kwamba sasa hiki ni nini, huyu labda ni nyoka kweli, huyu ni nani, ni simba, huyu ni nani, huyu ni tembo, huyu ni madini. Yaani ile akili ndio ilikuwa kwa ajili ya baba, ndio akasema tuwe pamoja naye ile majira moja. Sasa miaka 1000 na kwake ni siku moja. Tunaona ile Mwanzo 2:19, yeye baba akafanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawahitaji. Huyo ndiye baba, kwa sababu amempa sasa mfumo kwamba sasa mimi naomba tu mniabudu, yaani mnishukuru juu ya nchi, kwa sababu kila kitu nimewawekea, mpaka akili nimewapa ya kutunza namna ambavyo mimi nitawasaidia, nitafanya kazi hizo. Sasa kosa ambalo tuliachana sasa na baba wa kweli, mpaka leo hatuna baba wa kweli na mama wa kweli hatuna, na hatukumjua. Ndio maana akasema leo baba photocopy na kufutwa kabisa, na mama photocopy kufutwa juu ya nchi, ili sasa mimi na wewe na uumbaji wote tuelewe. Sasa kosa ambalo limeonekana hapa kwamba baada ya Adam na Hawa kwenye Mwanzo 2:23 kuachana na baba na kuachana na mama, hapo ndipo tulimpata baba photocopy na mama photocopy. Adam akasema sasa huyu ni mfupa kati ya mfupa wangu na nyama kati ya nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala wakuona haya. Kwa hiyo hapo ndipo tunaona Adam na Hawa wanaondolewa kwa baba yao. Sasa baba hatukumjua wala mama hatukumjua. Kwa hiyo tukawa sasa sisi hatuelewi kitu, hatufahamu chochote. Kwa hiyo ile nguvu sasa ya yeye kutupa haki ikashindikana. Kwa hiyo sasa ina maana akatuvalisha majani kwenye ile Mwanzo 3:7 na ile Mwanzo 3:21 akatuvalisha majani. Ina maana ni maisha temporary yasiyo ya kweli juu ya nchi. Ndio maana mfumo sasa hapo wa Babeli ukaanzia. Kwa hiyo Adam na Hawa ndio wakawa baba juu ya nchi na mama juu ya nchi kwa mifumo yao.
Kwa hiyo sasa, kwa sababu wote sasa wakawa hatuna jicho, hatuna nguvu ya sikio, hatuna ile akili ya kupambanua. Kwa hiyo yale majani sasa ni maisha temporary. Kwa hiyo tukawa watumwa. Ndio maana nafasi ya kwanza au tukio la kwanza lilikuwa ni katika Mwanzo 4 ile 1, yaani watoto wa Adamu walipozaliwa, Kaini na Habili wakauana. Kwa hiyo aliyebaki juu ya nchi ni mtoto Kaini. Kwa hiyo mfumo wa baba kwa ajili ya kushukuru haukuwepo. Kwa sasa Adam na Hawa ndio wakawa ni mfumo juu ya nchi. Wale ndio watawala, kutokana na ndani yao sasa kuna miliki ya mama ndani yao, mama mwingine, na ndani ya baba kuna baba mwingine. Sio yule ambaye anatakiwa abudiwe. Kwa baada ya tukio hilo sasa, Adam na mfumo wote ukabadilika, kwa sababu sasa hapo kwenye kipindi hicho kifupi ni generation kubwa ikaanzia hapo. Kwa hiyo matokeo sasa ya baba mama juu ya nchi, akawa hayupo yule ambaye anaitwa baba, anaitwa mama, na baba hatukumjua na mama hatukumjua. Ina maana tulikuwa sasa nyumbani tunaitwa sisi baba, ambao sasa baba huyo ambaye ndiye baba na amekatazwa asijiite baba, sababu tayari tumeshapotoka. Ina maana ni utendaji sasa wa kila ambacho kinaonekana kitatupa faida kwetu sisi, kwa sababu sasa sisi ni wamiliki na tumeona, kwa sababu tayari tumeshapewa kila kitu. Kwa hiyo tulikuwa tuambiwi kitu tena. Kwa pale sasa ndio ibada potofu zilipoanzia pale. Tunamwona hapa huyu Adamu kama mtu juu ya nchi. Ile Zaburi ili uone na tuelewe. Zaburi 8 ule mstari wa 4. Mtu ni kitu gani umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi zote za mikono, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe na vyote, na wanyama wote, na ndege wa angani wote, na samaki wa baharini, na kila kipitacho. Ndio maana sasa yeye akajiita baba. Kwa sababu sasa hatukutofautisha. Ndio maana hapa tunamuona kwenye Mathayo 23, huyu kweli kwa level ya Yesu akiwa amekuja anatualati. Mathayo 23:9, wala msimwite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja. Kwa hiyo tukaona sasa, tukawa na baba kopi juu ya nchi. Hao sasa baba kopi na mama kopi, kwa sababu mama mpaka leo anayejua siri hii ya kwamba mama alikuwa anatakiwa ndiye awe na mfumo ni Maria, na huyo Mariamu anayeabudiwa kule, huo ndio mfumo halisi. Kwa sababu Mariamu kuabudiwa ina maana ni ile 28, yeye akiwa anasimama huko kwenye miezi 9, na Malkia akiwa anasimama kwenye ile majira 28 miezi 9, akiwa yeye ana mvuto, anafatwa. Kwa hiyo huko kwa ndani, huko kwa nje wapo wanaonekana hivyo, lakini kwa ndani yupo mwingine. Lakini mama sasa juu ya nchi, kama mama ambaye alikuwa anatakiwa ajifahamu, ajitambue kama ibada, kwenye nguvu ya 28 miezi 9 hakuwepo. Yeye akatupwa nje, akawa ni chombo cha kuzaa. Yaani ile miezi 9 ni ya kuzaa tu, ya kubeba hiyo miezi 9. Mtoto akifika anazaliwa, anaanza kuhesabiwa nje. Starting day yake inaanza ile siku anazaliwa.
ile miezi 9 haihesabiwi. Ina maana mtoto anakuwa nje. Kwa hiyo kila mmoja akawa yuko nje ya lile kusudi. Kwa hiyo unafanyiwa unachoweza, wanaweza kukufanyia chochote. Kwa sababu maisha yetu yalikuwa yanatakiwa yaanzie huku ndani ya tumbo, tuje nje. Sasa tuko pale, tuna miezi 9 basi inaishi hapa. Kwa hiyo miezi 9 ikibaki basi inafutika juu ya nchi. Ndio maana kadi ina miezi 9 na ina siku 28. Lakini huku nje hakuna hesabu. Ni ile tu siku ya kuzaliwa na siku ya kufa. Kwa hiyo ni namba nyingine kabisa juu ya nchi. Na ndio imesimama kwenye nguvu ya utawala. Haya nayo yaongea watawala wanajua. Waliokuwa wanatawala uumbaji. Kwa hiyo nikikwambia si kwamba na kuigiza, si kwamba labda ni ile kweli yote ya Baba. Kwamba akija atatuelezea habari ya Baba. Na yule anayeitwa nani? Majira yake. Anasema Baba ameoa. Baba ana mfumo, sio wa kuoa. Baba ni kweli yote. Kwa hiyo ana mfumo, system ya kalenda yake ambayo kaiweka kwetu. Kwa hiyo hapo sasa ndipo zilipotokea ibada mbalimbali juu ya nchi baada ya lile anguko la huyu Adam na Hawa, kwa ajili ya wao kutoka kwenye mfumo wa Baba ambaye Baba ni kweli yote, kama tunavyoelezwa kwenye nguvu ya Yohana 16 ule mstari wa 25 kwamba ikifika wakati Baba ataelezewa maana halisi ya Baba. Ina maana hapo sasa ndipo zilipoanzia ibada potofu juu ya nchi. Kwa hiyo huyo sasa Baba juu ya nchi ambaye anaitwa ni Adam na mke wake ambaye ni Hawa. Ni mimi sasa leo na mke wangu. Tunaona hapa ndio inafanyika ibada, ndio zinaanza ibada hizo ambazo sasa tumezikuta zikiwa zinaendelea. Hata Yesu alipokuja alizikuta akaziacha. Mwanzo 5:5. Siku zote za Adam alizoishi ni miaka 930. Kwa hiyo alipolala, ina maana ndio alianza kufanyiwa ibada na familia yake yote mpaka leo. Kwa hiyo unazoziona hizi zile ibada zote juu ya nchi, tukilia, ndugu zetu wakilia kwenye Ufunuo 6:9, wakitumika bila wao kujua. Na sisi kwa sababu tayari ni elimu imetengenezwa juu ya nchi. Na alipoifungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya ile kweli na kwa ajili ya ushuhuda wao waliokuwa nao. Wakalia kwa sauti kuu wakisema, Ee Mola, wewe ndiye wa kweli, hata lini kutokuhukumu na kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Ndio maana unaona ibada zote, yani mfumo wote juu ya nchi huku chini wanatumia nguvu ya spiriti ambazo sisi kwa elimu ya hapa juu tulikuwa tunafundishwa wanaenda mbinguni. Kwa hiyo kwa sababu ya kosa la Adam hakuna aliyekuwa anaenda mbinguni. Walikuwa wote wanatumika mara mbili. Kwa hiyo kwa sababu tayari anakabidhiwa Babeli ile miaka 70. Ina maana yeye ndio anatumia hiyo nguvu ya utendaji wake kupitia mfumo wa kabila 12, mitume 12. Ndio maana unaona hata Peter yuko chini ya madhabahu akitumika. Kwa hiyo ya nchi madhabahu ni ile Yerusalemu ya kwanza yenye kabila 12, lugha 12. Kwa hiyo mitume wote na manabii na watakatifu wote walifanyika kuwa madhabahu juu ya nchi kwa ajili ya kutoa ripoti. Kwa sisi tukaelimishwa hapa juu, tukaambiwa hii ni ibada ya makumbusho. Lakini ndio
waovu wamejificha huko. Nitasoma hapa hii Samueli, alafu niruke niende kituo hichi ambacho kinachofuta sasa baba photocopy. Tunaona Samueli wa kwanza 28 ule mstari wa 3. Basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao alikuwa amemwombolezea na kumzika huko Lama. Kipindi cha Sauli, Samueli alimpaka mafuta Sauli, lakini Samueli akafa akiwa Sauli yuko madarakani, lakini kwenye kipindi hicho hicho akawa amempaka mafuta Daudi. Kwa hiyo vita vikainuka kwa Sauli, akakosa mwelekeo. Alipouliza kwa baba hakumjibu kwa ndoto wala kwa manabii, ndiko ikabidi aende kwa waganga. Alipoenda kwa waganga kwenye mstari wa 10, naye Sauli akamwapia kwa yeye akasema, aishivyo baba, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo lolote. Ndipo yule mwanamke mchawi aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli, unaona nini? Kwa kuwa wewe ndiye Sauli. Mfalme akamwambia, usiogope, unaona nini? Yule mwanamke akamwambia, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Angalia sasa react la wale waliolala, ndugu zetu ambao hawataki hizi ibada, ila kwa sababu aliyelala hana nguvu ya kujitamkia, ila wanatamka kwa sababu ya yale mafundisho tuliyofundishwa sisi ya kumbukumbu za wale ndugu zetu. Tunaona kama tunaenda kuwainua kwa ajili ya kuwakumbuka, lakini sivyo. Ni elimu iliyotengenezwa ambayo adui ndio anaabudiwa kwa sisi. Ndipo Samueli akamwambia Samueli, mbona umenitabisha mimi hata kunipandisha juu? Sauli akajibu, mimi nimetabika sana, kwa kuwa hao Wafilisti wananifanyia vita, naye yeye baba ameniacha, hanijibu kwa ndoto wala kwa ulimi, ili unijulishe. Nimekuita leo wewe Samueli unijulishe. Samueli akasema, kwa nini kuniuliza mimi, ikiwa yeye baba amekuacha na amekuwa adui yako? Wanasema, ijapokuwa naona kama wameoza mifupa ile souli zao, kwa sababu hazijaenda kwa baba kwa ajili ya majira hii, hutotumika mara mbili. Ina maana wabaya ndio walikuwa wanajua wanatumia wale kwa kuingia na kutuletea sura zao. Kwa sababu wewe kuitii ile wala kuitimiliza hasira yake kali kwa amani, kwa sababu hiyo baba amekutendea hili leo, tena mimi, tena pamoja na wewe na hata Waisraeli, yeye baba atawatia mkononi mwa Wafilisti, na kesho wewe na wanao mtakuwa pamoja nami huku kuzimu. Kwa hiyo ni mfumo. Baada ya hiyo, baada ya Adam na Hawa kumwacha baba, mauti ikaanza kuingia ndani ya kutumika mara mbili, na ibada mbaya zikaonekana pale, roho chafu zikaanza kuonekania hapo. Kwa tunaona tukawa sasa hatufahamu chochote, kwa sababu tayari jicho limeshaondoka, sikio limeshaondoka na kila kitu. Kwa hiyo baba hatuna juu ya nchi, kwa sababu kama baba yuko nyumbani na tunaenda kumwabudu baba, sasa hapo sijui tunasema baba wa mbinguni na huyu ni baba juu ya nchi, baba padri, baba paloko, baba papa. Hakuna baba juu ya nchi. Baba ni maana yake ni kweli yote, na kama ni kweli yote, ina maana hakuna mtu aliyekuwa ana kweli hiyo. Kwa hiyo ndio maana unaona tukavalishwa vazi sisi wa baba. Vazi la nini? Vazi la uongo. Ni wapo wema, wapo, lakini tunalazimishwa, kwa sababu ndani yetu tumekalia kiti cha baba. Kwa sasa ina maana hata wakati alipokuja Bwana Yesu katika kutuonyesha
hatukuweza kuona kwa sababu ya yeye mwenyewe alikuwa anakuja kiunabii, lakini kwa sababu tayari kuna mfumo wa Babeli wa miaka 930 na miaka 70, ile Yeremia 27 ile 5 kukabidhiwa Babeli kama alivyovunja ile mkataba. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kumpata baba na kumjua baba maana yake. Ndio maana akasema kwenye Yohana 16, ikifika wakati sitasema tena kwa mifano, bali nitawapa habari za baba wazi wazi. Sasa anasema hivi ndio habari zake wazi wazi. Haya nisemayo nanyi kwa misali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa misali, lakini nitawapa wazi wazi habari za baba, yaani kumjua baba. Kwa hiyo yule roho wa baba, moyo wa kweli wa kutufundisha, kwa sababu ndio yeye ndio anafundisha. Kwa sasa kwenye majira ya miaka 930 na miaka 70, baba hatukuwa naye. Baada sasa ya kuanza majira hii, mwaka wenye miezi 9 ambao kwenye Zekaria 14:7 mpaka 9, hapo sasa lazima tumfahamu baba na tumpokee baba wa kweli ambaye anaitwa kweli yote, ili kila mmoja afundishwe, kila mmoja afundishwe pale alipo. Nasoma hapa Ezekieli 14:7. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na baba, wala sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuweko nuru. Hii ndiyo majira yetu sisi ya siku ya mwisho iliyoandikwa kwenye Isaya 61 ile 2. Huu ni mwaka wa watu wote, huu wenye kalenda ya mwaka wenye miezi 9. Hauna imani, hauna tumaini, hauna ishara, automatic wewe haki yako tunaipata. Sio mpaka uanguke, hapana, ni kusikiliza. Alisema tukifahamu kweli tutakuwa huru. Kwa hiyo uponyaji si wa tangazo, kutangaza mwaka wa baba uliokubaliwa na siku ya kisasi chake yeye. Ndio maana yeye akasema akija atatufundisha yote. Lakini kwa sababu ya mahali ambapo tulikuwa kwenye utumwa, ina maana kila mmoja alikuwa anajua kwamba kutakuwa na ngurumo wakati anakuja, lakini sivyo. Mtu yani ule moyo utakuja. Ukija moyo unakuja kama mwizi, na hakuna anayejua. Ni ile ufahamu, hekima, ile nguvu ya maelezo yote yanakuwa ndani ya huyo aliyepewa hiyo dhamana. Kwa hiyo tunaona sasa Danieli ile 8:13 anasema majira itakapoanza kufundishwa mchana na usiku kujulikana. Ina maana ule mfumo wa Yerusalemu ya kwanza unaondoka, kwa sababu pale kuna baba fotokopi wengi. Kwa Zaburi ya 90 sasa ule mstari wa 4 kwamba kwa baba mwaka mmoja, yani siku moja kwetu ni miaka 1000. Kwa hiyo ni miaka sasa 200, ile 930 na jumlisha miaka 70, tunapata miaka 1000. Inatangaziwa Kenya. Kenya ina noti ya 1000, ile imefichika sana. Na ndio maana wewe kumbuka kwenye nani maelezo ya mheshimiwa rais, kuna neno alilisema ila hakuna anayejua kwamba Adam wa kwanza yuko hapa. Yani ni ule mfumo wake, yani ile last revival itatokea East Africa, na East Africa
ni hapa kwenye mfumo utakapoanzia, hata kama Tanzania, hata kama ni, lakini ule mfumo mwenye majira, yani aliye na bibi harusi ndiye bwana harusi. Hiyo ndio mfumo wa baba. Nitausoma hapa. Kwa hiyo sasa ina maana Yerusalemu hii ya kwanza iliyokuwa na mababa wengi, fotokopi wa imani, baba wa imani ambaye ni Ibrahimu. Tunaona baba imani hapa sio baba wa imani huyu. Tukiangalia kwenye nguvu ya kauli ya Mwanzo 17:15, Ibrahimu anamuoa Sara, anakuja anasikiliza maelezo ya Sara, anaenda kwa mtumishi wake Hajiri. Tunaona Hajiri anapata mtoto, kunakuwa na vita kati ya Sara na Hajiri, wanafukuzana. Hajiri anaenda huko na baba anamsaidia, ndio na yeye anapata watoto 12 Ishmaeli, ina maana masaidi 12. Na Ibrahimu kwa sababu huyu tayari ameshachelewa, ina maana anamwombea baraka huyu Ishmaeli, ambaye ndio tunaona kama matabaka ya Kiislamu na Kikristo. Hakuna kitu kama hicho. Ibrahimu alikuwa anaenda face kwa baba, na ndio maana yeye alikuwa amejaa kumheshimu baba peke yake. Kwa sababu baada ya hapo Sara akapata mtoto ambaye anaitwa Isaka. Isaka akamwoa Rebeka. Rebeka akapata watoto twins, kama vile ambavyo umeona kwenye Yote TV likivunjika ili agano la Yakobo na Esau kwa ajili ya kubadilishiwa maisha. Tunaona baada ya kufa Sara, huyo Ibrahim anaenda kumwoa Ketura. Alipomwoa Ketura kwenye Mwanzo 25, tunamuona Ketura anazaa watoto 6. Angalia kwenye nguvu ya kugawa ulisi. Kwa tunaona hilo agano likiwa halina kitu. Ndio maana ni mkataba ambao kwa uhalisia hauna chochote. Mwanzo 25 ule mstari wa 5. Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, lakini wana wa masuria aliyokuwa nao Ibrahimu akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokuwa Isaka mwanae wakati wa uhai wake, waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kedom. Unamwona ubaguzi, lakini tunaona hapa ili ujifunze jambo zuri. Ile mstari wa 17, ile Mwanzo 17 mstari wa 15. Yeye baba akamwambia Ibrahim, Sara mkeo utamuita tena Sara, bali utamuita Sara, litakuwa jina lake. Nami nitambariki, tena nitakupa mwana kwake. Naam, nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 atapata mtoto na mama ambaye tayari ana miaka 90? Hii ni kuwa kesi, umeshatoka kabisa kwenye ile nguvu ya kukubali, sababu ndani yako umekataa, umeshangaa, haiwezekani. Sasa sikiliza kauli anayosema hapa. Ibrahimu akamwambia yeye baba, lau kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Yeye baba akasema sivyo, lakini ndani ya Ibrahimu amekataa. Lakini haya kwa sababu yalikuwa hayana mahali pa kufundishiwa na kuelezea watu. Hiyo ni interfere. Kwa hiyo baada ya majira hiyo sasa ndio yeye baba ataliondoa hilo agano, kwa sababu tunaona Ibrahimu akiwa kwenye ule mfumo kabisa wa yeye kumpeleka Isaka kama sadaka, lakini akiwa na backup kwenye kauli tuliyoisoma hapa. Kwa hiyo msingi sasa, baada ya msingi huo wa hiyo majira ya miaka 70, ina maana dunia walienda kujificha kwenye lile agano ambalo lilikuwa kwenye nguvu ya msingi wa kabila 12.
na lugha 12. Ina maana wakajificha hapo. Kwa hiyo baba wote juu ya nchi na mama wote wakawa hawajulikani. Kwa hiyo ukiuliza mtu mama ni nani, atakwambia mama ni Hawa na mama ni huyu tuliye naye nyumbani. Na wengine wanasema Malikia, mwingine anasema Mariamu. Kwa hiyo mama hakujulikana maana yake na baba hakujulikana. Ndio maana kuna baba mchungaji, baba padri, baba papa, atakiwi kuitwa baba. Maana yake ni kweli yote, na mama ina maana ni ule mfumo wa 28 ile mwaka wenye miezi 9. Kwa hiyo hizi zote hizi unazoziona, ndio maana akasema leo anafuta kabisa baba kopi juu ya nchi. Sasa sisi tulipokuwa kwenye nguvu ya utendaji huo, hata wakati Yesu anakuja kutuonyesha, hatukufahamu kwa sababu tayari tulikuwa kwenye anguko. Kwa hiyo tulikuwa utumwani, tumemwacha baba, tumemwacha na mama, na sisi tukajiita sisi ndio baba, na mama akaitwa mama, na ajui kama yeye kwa nini anaitwa mama na huyu kwa nini anaitwa baba, hakujua. Kwa hiyo ikawa mtihani. Kwa hiyo sasa watoto, kwa sababu baba, kusudi kubwa letu sisi kwa juu ya nchi, kama mimi na mke wangu, wewe na mke wako, ina maana watoto wote juu ya nchi walikuwa wanatakiwa kuanza kufundishwa. Yaani tunapowazaa watoto tunawaonyesha moja, baba yao ni nani, yaani muumba wa yote, yaani kuwaweka kwenye ile line ndani yao, wafundishwe na yeye, kama alivyosema hapa kwenye Kumbukumbu ile 6. Kumbukumbu 6:4. Sikiliza Israeli, yeye baba ndiye mmoja, nawe mpende muumba wako ambaye ni kweli yote, kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Na maneno haya nayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na utokapo, yafunge kwenye dalili ya mikono yako. Kwa hiyo tulikuwa tunatakiwa kuwa vyombo sisi. Sasa baada ya kumwacha baba, ina maana sisi tulijitengenezea hao watoto, tukawa ndio wetu, kwa sababu mimi naitwa baba na mke wangu anaitwa mama, na ajui kwa nini anaitwa mama na mimi sijui kwa nini naitwa baba. Kwa sasa hapo tukawa tofauti. Kwa hiyo watoto wote unaowaona juu ya nchi, tayari sisi ni generation ambao mpaka unaona hapa huyo anasema sisi ni kizazi cha nyoka, kizazi cha ukaidi. Ni kwa sababu ya hilo. Mathayo 16 ule mstari wa 4. Na kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona, akawaacha akaenda zake. Tunaona kwenye Mathayo 3:7 tukawa tunafananishwa kama wana wa majoka, kwa sababu tunaona kabisa kwamba ule mfumo wa sisi ndani yetu, tayari kuna baba ndani yetu. Mimi baba, ndani yangu kuna baba mwingine. Hapa Mathayo 17, Mathayo 12:38, enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu yanena ujazao moyo wake. Kwa ndio tukawa tunaona hapo huyu sasa, lakini kwa sababu alikuwa anaongea kwa mafumbo, hakuna aliyekuwa anajua. Kwa hiyo yeye alikuwa anafundisha ili wakati wa siku ya mwisho, yeye ambaye anakuja sasa kama utimilifu, moyo wa baba. Moyo wa baba
ndio uanze sasa kutufundisha yote. Ndio maana akawa ametutamka kwamba akifika ataondoa madhabahu zote hizi, kwa sababu tayari msingi wake ni kutokuamini. Ile madhabahu ya Petro ambayo tena inatumika huko nje kwenye madhabahu iliyokuwa kwa ajili ya mitume 12. Kiongozi Petro kwenye Mathayo 16 ile 17 akiwaambia juu yako Petro nitalijenga kanisa. Alafu kwenye Mathayo 26 ile 69 Petro anamwacha. Na kwenye nguvu ya Marko 16:14 wale mitume kutokuamini kabisa. Kwa ndio maana unaona hao mitume 11 ndio wanacheza mpira, na kile unachokiona ndio kikombe cha Yesu. Yaani yale maelezo alikuwa anaambia bana, humu ni michezo tu. Kwa hiyo unaona hivyo michezo iko nje, ndio wanachezea hii. Ndio maana wana nidhamu kwenye nguvu ya utendaji huo unaouona kwa ajili ya hao 11 na huyo ambaye anasimama kama nguvu ya leva. Uwanjani kuna timu moja tu. Kwa hiyo tunaona, kwa hiyo hapa hatukumfahamu baba na mama. Kwa hiyo baba ndio sasa tunakuja kuelezewa wakati huu kwamba baba ni nani. Baba ni kweli yote. Kwa hiyo tunaona kwenye Yohana ile 3:38 33 33 anasema hivi, yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri ya kwamba Mungu ni kweli yote. Tunasoma hata kwenye nguvu ya Yohana 8:26, ninayo mengi ya kusema na kuhukumu juu yenu, lakini yeye aliyenipeleka ni kweli. Kwa tunaona hapa akiachiliwa kama roho wa kweli. Ina maana alikuwa anaitwa Roho Mtakatifu, lakini ndiye mwalimu wa kutufundisha sisi. Yohana 14 ule mstari wa 16, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata umilele, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumjua. Ndio maana unaona kuna ibada mbalimbali za ishara na miujiza. Wakati huo tulikuwa tunaona kama ni ishara za Baba, lakini ni ishara za ufalme wa giza. Kwenye Ufunuo ile 19:19, kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya ufalme, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja na yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama na waliomsujudia yule sanamu. Ina maana mnyama ni uongo, chapa ni uongo. Kwa mfano, sasa hivi uumbaji wote unajua ibada iko ni kwa ajili ya siku 31. Lakini ibada haitakiwi hivyo. Kuna wengine wanasema siku 30. Lakini andika tu kwamba wiki ina siku 7, mwezi una wiki 4. Nenda kwa mama wote juu ya nchi. Tarehe zao ni 28. Angalia pay Lord kwa ajili ya government zote duniani zina pay kwa ajili ya 28 siku. Kwa hiyo ili uumbaji wa mtawala anaanzia ndani. Kwa hiyo wamama ndio wenye majira ya mwaka wenye miezi 9, ila dunia waliita miezi 9 ili wewe usikaunti kama mamlaka. Kwa hiyo pale ndio tulichenga, kwa sababu mwaka ni utimilifu, miezi ni pungufu. Kwa hiyo hapo ndio wakatushifti kwenye akili. Kwa hiyo tunaona sasa, ndio maana hatukuweza kumjua Baba, lakini sasa Baba tunamjua. Baba ni kweli yote. Kwa hiyo ina maana sasa watu wote juu ya nchi sasa ni kumpokea kweli yote. Ina maana hivi sasa vinywa vyetu viwe safi kwa ajili ya kumuinua Baba na kupata haki na mambo mazuri. Mama ndio ule mti wa uzima. Ndio maana akasema hii majira hii
tunaona hapa imeandikwa kweli yote maisha halisi. Yohana 16:13 ukianza na 7, lakini 13 mpaka 25 ni sawa. Huyu ndiye mti wa uzima huu. Huyu ndiye anaitwa bibi harusi. Huyu ndio anaitwa Malkia. Ila walipotukoni kwa ajili ya kumwacha baba na mama, huyu ni mama na huyu ndiye baba kweli yote. Kwa hiyo tulipowaacha hawa ndio tukaenda msituni, ndio tukaenda sasa kulelewa na Babeli. Akasema mpaka siku ya mwisho atakuja ili atueleweshe kwamba je, huyo ufalme wa giza kwa nini unatawala juu ya nchi? Kwa nini mnafundishwa mambo ya mbinguni? Kwa nini mnaabudu miti? Kwa nini mnaabudu mawe? Kwa nini mnaabudu watu waliolala? Kwa nini? Yaani hicho sasa, ili tutoke utumwani tuishi juu ya nchi na maisha yetu yawe marefu. Sio ya wachache kuwa na vitu vingi, halafu wengi hawana kitu. Kwa hiyo tunaona sasa kwenye mahali pa Yohana sasa ile 3:29, aliye na bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi yeye anayesimama na kumsikia. Ina maana sasa kwa majira hii na wakati huu, baada ya kumpokea baba, sisi sasa tunaitwa marafiki, na huyu mama ambaye uko naye anaitwa Malkia. Kwa hiyo akiitwa Malkia, ina maana mwanzo hatukuwa tunamzalia watoto sisi. Mimi nilikuwa labda kabila fulani, labda Mchaga, huyu labda Mkikuyu, huyu labda yani mama hivyo. Sasa angalia sasa ule mfumo unaokuwa ni kwamba tukizaa watoto 4, wale watoto wote tulikuwa tunawapeleka kwenye mila zetu, kwenye matambiko yetu sisi. Kwa hiyo baba hakuwa na wale watoto. Ndio maana unaona watoto wamefika sehemu kama wamegoma vile, kwa sababu ndani yao wanauliza maswali, lakini hamna wa kuwajibu kwamba okay, nyinyi mnatufundisha mambo ya mbinguni, mbona watu wanamiliki utajiri hapa juu ya nchi? Akimwangalia mzazi wake anavyopitia, mpaka ana uzalau kumtumikia baba. Kwa sababu kwa nini? Msingi umeharibika. Kwa hiyo mzazi mwenyewe anajua kwamba kumpeleka mtoto labda kwenye mila zao, kwenye nini, ndio nafasi, na kweli ilikuwa haikataliki. Lakini tunapofika kwenye kweli, ina maana mimi watoto wangu lazima ni cha kwanza niwaambie bana, baba ndio yupo aliyeumba kwa ajili ya hayo macho, masikio, ili wapate anointing ya vile vipawa na kalama na viwekezo ndani yao, ili tusipiganishwe, kwa sababu wanasema kabisa vijana ndio wenye nguvu. Sasa adui anawatumia wale kuvuruga umbaji, lakini wako kwenye kweli, kwa sababu mtoto tu wewe mwenyewe uliyemzaa, wewe fikiria mtoto umemzaa leo, labda mwaka mmoja wa pili, hawajuagi mambo ya mbinguni. Mbinguni ni hizi elimu tunazokuja sisi kuwawekea, lakini wanajua kabisa kwamba wao maisha yako hapa. Sasa unapojikuta tayari baba mama wanateseka na wajui kwa nini wanateseka. Sasa elimu tulizowapa okay, ni nzuri, hakuna shida, lakini ya kupanda ndani yao, hiyo elimu inapotea, inaibiwa. Yaani baba wa control watoto. Nitasoma hapa. Kusoma wasome, lakini sisi tuwe walimu wa kuwafundisha watoto kwamba bana yupo baba, unatakiwa twende washukuru. Sasa kwa sababu hakuwepo na ilikuwa kiunabii, maisha yote ilikuwa tunafundishwa mbinguni, na yeye anataka reality. Lakini tunashukuru baba kwamba yeye ndio amefuta hivyo, na kweli yeye ndio ametusamehe. Ina maana ni sisi kutoka hapo na kugeuka, ili yale mabaya yasitupate.
Hii tunaona hapa hii Amosi Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa kweli, kwa kuwa wao wameikataa kweli ya Baba. Mimi nami nimewakataa wao, wasiwe makuhani wangu. Kwa kuwa wameisahau kweli yangu, mimi nami nimewasahau watoto wao. Kadiri walivyozidishwa, kadiri hiyo hiyo walitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Kujirisha dhambi ya watu wangu, kujifurahisha moyo wa uovu wao. Hata itakuwa kama walivyo watu, ndivyo watakavyokuwa kuhani na hao manabii na mitume, nao nitawaadhibu kwa ajili ya njia zao. Kwa tunaona hapa kwamba ina maana watoto sasa hata kuwaelimisha, kuwafundisha kwamba sasa hivi ni majira ya kusomea, ya kuondoa, kupata yani ile nguvu inayosema kwa ajili ya kuelimika. Mwanangu, nenda kwenye masomo lakini kaelimike. Tusiwafundishe kusomea kazi. Kazi ndani yao ipo. Kwa hiyo wao ni kuelimika. Kama atakwenda kwenye sayansi lakini aelimike, sio asomee kazi. Kazi asijaribu watoto wetu. Kwa ni lazima watoke pale kwamba nenda kaelimike ili uje uifanyie kazi jamii, ufanyie kazi familia, sio kwa ajili ya na taifa ulifanyie. Sio leo tunaenda kusimama kwa ajili ya taifa watupe kazi, wakati sisi tayari tumesoma. Sasa hiyo elimu ni ya kazi gani? Lakini kwa sababu akili inaminyika, wakati tunawafundisha watoto kwa ajili ya kuanzia wadogo mpaka wakubwa kwamba ni kimoja tu bana, ukisoma utapata kazi, utapata kazi. Ina maana anajenga hivyo. Kwa hiyo anaona haya mazingira tulionayo hayafai, mpaka akute vitu vimewekwa sawa. Lakini wote walio juu ya nchi walianza chini. Kwa hiyo hata ufalme unaanza kama chembe. Kwenye Mathayo 13 anasema kama hivi unavyosikia. Sasa tunarekodi kwa kamera, lakini Baba anasema vitu hivyo, vitu vitakuja, ataweka employment nyingi kwa ajili ya haya tunayoyaona, lakini tuwafundishe watoto wetu. Kwa hiyo ile nguvu ya mimi na mke wangu kuwapeleka watoto, hiyo imeisha. Kwa hiyo leo Baba ametupokea na sisi tumempokea. Kwa hiyo sasa ule mfumo wa sisi kuwapeleka watoto kwenye mila imeisha, kuwapeleka kwenye desturi imeisha, kuwapeleka kwenye nguvu ya ibada ya sanamu imeisha, ibada ya miti imeisha, ibada ya wale waliolala imeisha, ibada za mbinguni majira imeisha. Baba tumempokea na yeye ametupokea, kwa hiyo atatufundisha yeye. Kwa hiyo mama tumempokea, ambaye ndiye majira ya siku 28 miezi 9, mwaka wenye miezi 9, ndio mama representa, sio yake. Yani huyo ndiye nguvu, anaitwa Malkia. Nisome hapa tushukuru. Yohana 3. Aliye na bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi anayesimama na kuipokea ile kweli, basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Yeye ajaye kutoka juu, huyo ni juu ya yote. Yeye aliye wa duniani, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya dunia. Yeye ajaye kutoka juu, yeye ni juu ya yote, atanena yale ambayo ni ya Baba. Haya ni ya Baba. Kwa hiyo anakuambia njoo, siku hii imetimia, njoo. 22:16-17 ile Ufunuo 22. Na kweli yote na bibi harusi asema njoo, na asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, yeye
atakaye ayatoe maji ya uzima bure. Kwa hiyo madhabahu ya baba photocopy na madhabahu ya mama juu ya nchi imevunjika. Kwa hiyo haitakuwepo tena kuanzia leo na umilele. Kwa hiyo mimi ni rafiki, mimi siitwi baba, na huyu mama anaitwa Malkia. Kwa hiyo yule Malkia ambaye tumeona Malkia wengi wa Uingereza, wa Holandi, Malkia wa familia wapo, Malkia wa kichawi wapo. Sasa hiyo wameondolewa kwa sababu walitunyang'anya ule mfumo baada ya Adam na Hawa kuachana na baba na mama. Hii uamuzi naisoma kwa sababu ni kitu kikubwa. Waamuzi 6. Ikawa siku huo huo yeye baba akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya bahari alionayo baba yako. Kwa hiyo madhabahu ya baba juu ya nchi imeanguka, ndani yako wewe baba imeanguka, na ndani ya mama ambaye mama kopi juu ya nchi ameanguka. Kwa hiyo yule kahaba, yule Malkia photocopy juu ya nchi sasa atendaye kwa haki, na baba atatukuzwa, atainuliwa. Na wewe uliyepo hapo, tumepona. Kiongozi umepona, wewe usiye kiongozi umepona, kijana, binti, taifa limepona, mataifa yamepona, na uumbaji wote umepona. Tumempokea ambaye ni mkuu zaidi, ambaye anaitwa kweli yote, asiye na imani, asiye na dini, asiye kwamba ana matabaka. Yeye ni wa wote juu ya nchi, anaitwa kweli yote. Na mama anaitwa nguvu ya majira, yani kalenda ya ibada ya kuwaweka watu wote pamoja, ipo juu ya nchi. Kwa hiyo atukuzwe sana baba, ainuliwe na tutunze, kwa sababu tayari tumempokea baba ambaye ni kweli yote, na mama ambaye ni kwa ajili ya majira. Kwa hiyo ainuliwe, asifiwe yeye baba juu ya nchi kwa ajili ya kuponya uumbaji wake. Mbarikiwe sana. Karibu tena kwa ajili ya Kweli Yote TV kwenye chuo cha Kweli Yote TV.